Naam, bunge la Umoja wa Ulaya ambalo liko Brussels, Ubelgiji. Jengo kubwa la bunge la Ulaya lenye mnara wa ajabu duniani, lililotajwa kuwa ni mnara mwingine badala ya ule wa Babeli. Pia linalotumiwa na bunge la 5 la Umoja wa Ulaya, lina kiti chenye namba 666 ambacho kimebaki wazi bila kukaliwa na mtu, kikisubiri mtu wa kukalia. Pia jengo hilo la pekee lililopanda juu angani na kupata sifa lililopo Brussels nchini Ubelgiji. Pia kwenye mlango mkubwa wa jengo hilo la Umoja wa Ulaya kuna bustani yenye sanamu ya mwanamke aliyepanda farasi akiwa nusu uchi, inayoelezwa kuwa ni ukamilifu wa unabii wa Biblia. Pia jengo la bunge la EU kwa nje, katika jengo hilo la pekee kuna viti vizuri mfano wa viti vya kwenye ndege kubwa zilizopita anga la juu, na katika ukumbi huo pia kuna viti 785 ambavyo vimepangwa nusu mduara, na kila kiti kimeandikwa jina la mbunge wa kukikalia isipokuwa kiti namba 666 ambacho kimebaki wazi. Pia uwazi wa kiti hicho umezua utata na maswali mengi, hasa kutokana na maelezo ya Biblia kuhusu namba 666 ya Ufunuo wa Yohana sura ya 13, iliyotaja wazi kuwa itakuwa ni namba ya kibinadamu. Katika hali ya kawaida, kiti hicho kinachosadikika kuwa ndicho cha mpinga Kristo kimekuwa wazi kwa muda sasa bila maelezo ya kina kwa nini hakitumiki. Katika Biblia, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa 18 kinaeleza, neno la Mungu linasema, hapo ndipo penye hekima ya yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo. Maana yake ni hesabu iliyo ya kibinadamu. Pia wote tunatambua kwamba hesabu hiyo ni 666. Hakuna mtu ambaye hafahamu. Pia mchambuzi mmoja wa mambo ya kinabii amenukuliwa akisema, leo hii maandiko hayo yanaenda kutimia mbele ya macho yetu. Kwa nini? Kiti cha mpinga Kristo kitakaliwa, afu pia na dunia inasubiri utimizo wa maendeleo ya mwisho mpaka pale Bwana atakapomuondosha huyo mpinga Kristo kwa moto utakaotoka katika kinywa chake, yaani neno la Mungu, na kwa nuru kuu ya kurudi kwake. Pia alisema kuwa jengo hilo kubwa la bunge la Ulaya, the European Union Parliament, linachukua wajumbe 785 ambalo tumesema kwamba lipo Brussels kule Ubelgiji. Pia jengo hilo linasemekana ni zuri na ni la ajabu ambalo hajawahi kutokea, ndipo palipo na hicho kiti kinachotarajiwa kuwa ni cha mpinga Kristo, yaani cha mpinga Kristo. Pia Umoja wa Ulaya unatajwa kuwa eneo ambalo linaharakisha maandalizi ya kumpokea mpinga Kristo anayetarajiwa kupitia utawala, yaani anatarajiwa kutawala. Pia atapitia utawala wa dola ya Rumi, yaani ile dola ya Rumi ambayo ilikuwepo zamani, ile ambayo ndio itakayofufuka. Sasa na Daniel anasema kwamba pigo lake la jeraha mauti likapona, yaani dola ya Rumi ya zamani. Mpinga Kristo atarudi na kutawala kupitia hiyo. Pia Umoja wa Ulaya unatajwa kuwa eneo ambalo litaharakisha maandalizi ya kumpokea mpinga Kristo anayetarajiwa kupitia utawala wa Rumi. Pia imetabiriwa kuwa ili ule mwisho uarudie, ni lazima ile Rumi ya kale iliyoangushwa ifufuke upya, yaani ile Rumi iliyotawala dunia nzima, dola ya Rumi, maana yake lazima irudi tena ifufuke tena ili kumleta nani? Kumleta huyo mpinga Kristo. Ingawa Umoja wa Ulaya una jumla ya wanachama 27, lakini wajumbe kamili ni 10 tu. Hao wengine hawana haki ya moja kwa moja. Pia kwa kadri ya maendeleo ya sayansi na teknolojia yanavyoendelea, ndipo utimilifu wa yale yaliyotabiriwa unaenda kutimia kwa haraka, huku baadhi ya mataifa yakianza kuingia katika hatua za mwisho za kutumia fedha, badala yake watu wakipigwa chapa maalum, yani microchip. Hii ni kuelekea katika jamii isiyotumia fedha, yani cashless society. Haya yote yanapatikana ndani ya hilo bunge la Umoja wa Ulaya, ambalo ndani yake kuna kiti kimeonekana chenye chapa 666. Na walipoulizwa kwa nini hicho kiti hakikaliwi na mtu, watu wanakuambia tunamsubiri mwenye nacho anakuja. Kama wao wanatambua kwamba mpinga Kristo yupo njiani, lakini hawamjui. Sio kwamba wanamjua, hawamjui, ila wanamsubiri kwamba muda wote atakuja. Sasa hao wanamsubiri mpinga Kristo. Wewe unamsubiri nani? Wewe unamsubiri nani? Kama wao wanamsubiri mpinga Kristo, je, wewe unamsubiri nani? Tuona hakika kwamba sisi tunamsubiri Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo lazima atakuja na atarudi. Aliwaambia Wayahudi kwamba
atakuja mwingine kwa jina lake, huyo mtampokea. Yaani wale alikuwa anazungumziwa hapo ni huyo mpinga Kristo ambaye Yesu alisema kuna mwingine atakuja kwa jina lake, huyo mtampokea. Kwa sababu Wayahudi hawakumwamini Yesu Kristo wala hawakumpokea. Kwa akaambia atakuja mwingine lakini huyo mtampokea. Lakini Yesu Kristo lazima atakuja. Atakuja kuwachukua watu wake na kulichukua kanisa lake. Kwa hiyo fanya utubu, fanya urejee, fanya utengeneze mambo yako yaliyo katika hali ya kufa. Fanya ukumbuke ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukamrudie Mungu, tukaendelee kujitakasa. Maana haya mambo yanapozidi kutokea, maana yake ule mwisho upo karibu. Yesu alisema mnapoyaona haya changamkeni, kwa sababu ule mwisho uko tayari. Shalom, shalom.